Mheshimiwa, tuendelea Wizara ya Fedha. Mheshimiwa Kafiti. Je, lini serikali itakamilisha kanuni za bima za kilimo ili kuongeza na kupatikana kwa kinga kwa wakulima na mazao mbalimbali? Swali hilo linakwenda kupatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Daktari Laurent Luswetula. Kwa niaba ya Waziri wa Fedha, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Kafiti William Kafiti, mbunge wa jimbo la Ilemela kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali inaendelea na utafiti kuhusu bima katika mnyororo wa kilimo, yaani mazao, mifugo, misitu na uvuvi, ili kwa pamoja na mambo mengine kuwa na kanuni zinazovutia uwekezaji katika bima ya kilimo na kuweka mazingira wezeshi kwa wakulima ili kupata huduma za bima kwa urahisi na haraka. Ni mpango wa serikali kukamilisha uandaaji wa kanuni hizi katika kipindi cha mwaka 2026-2027. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Asante Mheshimiwa Kafiti. Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali. Sasa naomba niulize swali la nyongeza. Kwa kuwa kilimo ndio uti wa mgongo wa uchumi wa nchi yetu na umeajiri wananchi wengi katika nchi yetu ya Tanzania, kwa hiyo swala la kinga ya bima kwao ni ulinzi mkubwa juu ya kilimo wanachokifanya. Na kwa kuwa swala hili limeshachukua muda mrefu, sasa nini kauli ya serikali juu ya ukamilishwaji wa kanuni hizi ili ziweze kusaidia wananchi wetu? Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwanza nikiri, ni kweli kabisa kilimo ndicho kimeajiri Watanzania wengi sana ambao wanajipatia kilimo na kulingana na umuhimu wake, na ndiyo maana kiukweli tumechukua muda mrefu ili kujiridhisha kwamba hizi kanuni ni kwamba zitakuwa rafiki kwa wakulima na Watanzania wote ambao wanajihusisha na kilimo. Na kwa maana hiyo, kama ambavyo nimeweza kujibu kwenye swali langu la msingi, mwaka huu wa fedha utakaoanza 2026-2027 ndipo tunaenda kukamilisha utafiti huu na kanuni hizo zitaanza kutumika. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Spika. Asante Mheshimiwa Nolo. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali. Mheshimiwa Spika, pamoja na nia njema ya serikali ya kutaka kuwe na bima katika sekta ya kilimo na mifugo, lakini nataka niulize kwenye swala zima la mifugo, ni masuala gani makubwa ambayo kwanza yanaleta tatizo kubwa la kupata bima, ili kabla ya kufikiria kutengeneza kanuni mmeyaona mrekebishe, ili kwamba hata mtu akitaka kupata bima kusiwe na riski kubwa zaidi katika swala hilo? Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwanza kuja na kanuni hizi, maana yake hata sisi wenyewe kama wizara kuja na hii bima ya kilimo tumeona kabisa kwamba kuna umuhimu wake, na ndiyo maana kabla ya kuingia kwa maana ya kuleta kanuni tukasema tufanye utafiti kwa kushirikiana na wadau ili tuweze kupata maoni yao, na baada ya kupata maoni yao tukishakamilisha ili tuje sasa na bima ambayo sasa itakuwa na utekelezaji ambao ni imara. Na kwa namna hiyo nipende tu kumhakikishia mbunge ya kwamba hapo awali hatukuwa na bima hizo, lakini baada ya kuona sasa kuna umuhimu wa kuwa na bima hizo za kilimo ikiwemo ufugaji, na ndiyo maana tukasema kwa haraka na kuchukua jukumu la haraka kwa kufanya utafiti, na kwa sababu hiyo, kwa sababu tuko mwishoni, nimhakikishie mheshimiwa ya kwamba baada tu ya kumaliza tutafanya mipango mingine na kwa kukaribisha maoni mengine ya wadau, ili kama pengine kanuni zile zina mapungufu basi tuweze kuzirekebisha kulingana na maoni mengine mapya ya wadau. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana.